Hello madam, habari? Nzuri, habari yako? Salama madam, karibu. Unaongea na Akila. Asante. Salama, mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri tu. Okay. Dada amemaliza miezi mitatu. Unamwonaje kwenye utendaji wake wa kazi, nidhamu yake? Utendaji wa kazi anajitahidi. Nidhamu sana. Ana nidhamu nzuri. Iko vizuri. Kwa hiyo nidhamu unampa 10/10 au rate scale of 1 to 10? 8 inamtosha. 8 nidhamu, 8/10. Kwa hiyo aboreshe nini ili afike 10/10 kwenye nidhamu? Inawezekana mtu akawa 10/10 kweli? Inawezekana. Hiyo ni being perfect at 100% ambayo sio rahisi sana. Okay, basi at least afike 9 point something. Anatakiwa afanyaje? Aongeze nini? Yaani kitu gani aboreshe kwenye nidhamu yake nikiongea naye? Kwa kweli inawezekana pia ni kwa sababu nimesema 8 kwa sababu yani I think hatuja cross hizo nini za kunifanya nini yani disrespect, yani sijui niseme au nigundue respect zaidi, sijui unanielewa. Lakini she's good, anasikiliza. Ukimwelekeza jambo anasikiliza, anajitahidi kulifanyia kazi. Hajawahi kunijibu vibaya, yani kusema kweli. Wala kuonyesha zile reactions au gestures za disrespect hajawahi. Okay, hiyo nzuri. Yeah, she's trying. Sawa. Na kwenye utendaji kazi wake scale of 1 to 10? Maana sasa hapa namaanisha labda malezi ngapi? Malezi ya kwa mtoto. Yeye yani I think strength yake. Naweza nikasema strength ni ipo zaidi kwa mtoto kuliko kitu kingine chochote. Yani wanaelewana sana. Okay. Yani ni mtu ambaye anakaa naye vizuri. Which is good. Kwa sababu unajua mtu akisha kuwin kwa mtoto wako basi. Yeah, which is very good. Yani hata vitu vingine inakuwa ni sio hata kama anakosea vitu vingine inakuwa ni ngumu kumnani. Yani inakuwa rahisi kwako kucompromise kwa as long as anafanya vizuri kwa mtoto. Yes, kwa mtoto kwa kweli. Yani hata nikisema nikiwa niko mbali nakuwa na amani kwamba yuko na mtu ambaye ni hana tatizo. Unajua kuna mtu mwingine unaweza kumwacha na mtoto ukawaza uwezi kwanza confidence ya kumwacha na kula tamfinya tena kama wewe ndo ulikuwa huwezi kabisa kwa mtoto wako. Yani nakumbuka hata mwanzo nilikuwa naniambia kuhusu mtoto, yani ni issue. Ni issue kwa sababu alikuwa yani anatabia kukataa sijui watu. Mwanzoni Yusta alivyoanza nilikuwa ninapata kama shida, nilisi kama ana efforts ya yeye mwenyewe kujaribu mtoto amzoe, lakini kumbe sio hivyo. Nikawa observant, nikaona kwamba anajitahidi na mtoto akaja akamzoea. Yani naona sijai kuona yani mtu katika watu walikuja kunisaidia hata before ya kwanza na nyinyi, sijai kuona mtu ambaye amekop naye kama Yusta. Wow. Yani unaelewana. Kwenye kazi zingine anajitahidi. Kwenye usafi sasa na jikoni anajitahidi, lakini ukimwelekeza anafanya. Kwa hiyo hamna shida. Hata hivyo hamnaga mtu ambaye yuko 100%. Kwa hiyo so far conclusively naweza nikasema tunaendelea vizuri tu. Okay.
Basi na sisi tunafurahi kuzipata hizi feedback. Sasa wewe anakuja kwenye workshop madam, itamsaidia yani nikwambie hata last time ile mara ya mwisho alinifuata akaniambia nimepigiwa, nimeambiwa niende kwenye workshop otherwise nitapata fine. Nikaambia mimi nitaongea na Akila, lakini itabidi niwaombe kwamba sasa hivi yani niko ama the age, so nakumbuka nakaribia nakaribia kujifungua, yani sio muda mrefu sana. Kwa hiyo sasa kama ile siku nilitaka aende, lakini nilivyoamka ile siku nikaona ninahitaji kuna mtu ambaye anaweza kunisaidia, kwa sababu nilitaka tu nibaki mimi na mtoto then aende, nikajua atarudi tu sometime later in the day, lakini nikaona nahitaji awepo. Nikasema nitaongea na yeye, lakini sasa ndio hivyo tumepitia. Okay, lakini ujitahidi, yani pamoja na ratiba zako ngumu, ujitahidi tu awe anaattend, hata kama sio kwamba ameattend kila siku, lakini sasa asikose kila siku, yani angalau akikosa ile mara chache. I think hiyo next itakayofuata sidhani kama kutakuwa hamna watu kabisa hapa, kwa hiyo atakuja. I promise you atakuja. Sawa, itakuwa tarehe 30 mwezi huu. Hamna shida, atakuja tu. Sawa madam. Haya basi sisi tunashukuru sana, asante kwa hizi feedback. Okay, nashukuru. Asante tu. Asante. Na wewe tutampigia pia kama kutakuwa kuna issue yoyote kwa upande wake, basi nitakurudia kukuambia. Sawa, asante. Asante na kazi njema. Asante madam, bye. Bye, shukran. Shukran. The number you're calling is on. Hello, habari? Salama za kwako? Salama, unaendeleaje? Naendelea vizuri, sijui wewe. Salama, mbona simu inatumika saa hizi muda wa kazi? Nilikuwa naongea na bosi. Mbona mimi ndo nilikuwa naongea naye? Amekata, amenipigia, maana nilikuwa nampigia yeye. Yaani mimi muda nakupigia ndo nimetoka tu kuongea na madam. Kwa hiyo sio yeye ulikuwa unaongea naye. Nakwambia kwa hiyo sio yeye ulikuwa unaongea naye. Mimi ndio yani muda huo nimetoka tu kumpigia madam na kupigia wewe. Yaani hakuna hata distance ya yeye kukupigia hapo. Muulize. Haya, unaendeleaje? Vizuri, sijui. Mpo salama, miezi 3 imeisha. Ndio. Unaonaje kazi? Kuna changamoto yoyote? Hamna. Ndio. Haya, hongera kwenye malezi ya watoto. Madam anakupa yani sifa zako nyingi, anasema umeweza kuendana vizuri na mtoto. Asante. Kwa endelea kupambana, huo ndo mshahara wako. Yaani mtoto ndo mshahara wako. Ndio unaona hata vitu vingine hata kama usipofanya vizuri bora kuelekeze au wafanyaje, lakini kwa sababu kwa mtoto wake unafanya vizuri. Sawa. Kwa hiyo kwenye usafi na mapishi anasema unajitahidi, lakini nadhani huko ndo sehemu ya wewe kuongeza nguvu zaidi. Kwa mtoto tayari naona umemaster vizuri vitu ambavyo mama yake anavipenda. Nidhamu yako ipo vizuri sana, nasema hujawahi kumjibu vibaya, hujawahi kukupa maelekezo hujayafuata, kwa hiyo endelea hivyo hivyo na uendelee kuboresha zaidi. Kama kukiwa kuna changamoto yoyote unawasiliana, unafanya mawasiliano na bosi wako, lakini pia kuna sisi ofisi. Kwa hiyo tunawasiliana, tunaweka vitu sawa ili uendelee kufanya majukumu yako vizuri. Lakini silaha yako kubwa ni mtoto. Hakikisha mtoto yuko sawa, hakikisha unafanya vizuri kwenye ratiba zote za mtoto. Na workshop ijayo nimeshamwambia madam kuanzia sasa hivi, amesema utakuja. Sasa hakikisha na wewe unamkumbusha na kuiweka kwenye ratiba zako. Itakuwa tarehe 30 mwezi wa 5. Haya, nikutakia majukumu mema na kazi njema. Asante. Asante, bye.